Naam, habari kubwa asubuhi hapa moja kwa moja kutoka Lebanoni, ambapo tunaambia kwamba kundi la Hezbollah limesema kwamba halitaki vita na Israeli. Afisa wa ngazi ya juu kabisa wa Hezbollah, Ali Amari, amesema kundi hilo halitaki vita na Israeli, lakini liko tayari kupigana ikiwa vitaanzishwa. Amari ameyatoa matamshi hayo siku ya jana kusini mwa Beiruti, karibu na eneo ambalo Israeli imefanya mashambulizi ya anga na kuwaua takribani watu 4 na kuwajeruhi wengine wapatao 7. Amesema kundi hilo la Hezbollah limekuwa na uvumilivu wa hali ya juu, lakini ameonya kuwa uvumilivu huo una mipaka yake. Hatutaki vita na Israeli, ngoja tuwe wazi, Hezbollah haitaki vita, lakini wakati huo huo kama vita vitaanzishwa juu yetu, Hezbollah iko katika tahadhari ya juu kabisa kuzuia uchokozi wowote ule, alisisitiza kiongozi huyo. Jeshi la Israeli IDF limethibitisha kumuua Hassan Ali Mohammed Abeidi, afisa wa Hezbollah na kamanda wa kikosi maalum cha Irani cha Quds, katika shambulizi la usiku katika viunga vya mji mkuu wa nchi hiyo Beiruti, katika eneo la Dahieli. IDF imesema katika taarifa yake kwamba shambulizi la sasa limemlenga kamanda wa Hezbollah ambaye alikuwa akilisaidia kundi la Kipalestina la Hamas katika ukanda wa Gaza dhidi ya mashambulizi ya Israeli. Kulingana na Israeli, shambulizi hilo limefanyika kwa maelezo ya shirika la kijasusi la Israeli. Aidha, shambulizi hilo limefanyika bila kuwepo tahadhari, siku chache tu baada ya Israeli kuanzisha shambulizi katika mji mkuu wa Lebanoni, Beiruti, siku ya Ijumaa. Ilikuwa ni shambulizi la kwanza tangu yalipomalizika makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli pamoja na Hezbollah ambayo yalifikiwa mwezi wa Novemba. Rais wa Lebanoni Joseph Aoun amelaani vikali kabisa mashambulizi hayo ya anga na amewatolea wito washirika wa Lebanoni kuunga mkono haki katika utawala kamili wa nchi yake. Rais huyo amesema ukiukaji wote wa uhuru lazima uzuiwe. Naye waziri mkuu wa Lebanoni Nafal Salam amelitaja shambulio hilo kama ni ukiukaji wa wazi kabisa wa makubaliano ya kusitisha mapigano ya Novemba 25 ambayo yalimaliza mapigano ya zaidi ya mwaka mmoja kati ya Israeli pamoja na Hezbollah. Baadhi ya wabunge wamesema serikali inapaswa kabisa kuhakikisha usalama wa Walebanoni. Na wakati huo huo, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ametengua uteuzi wa mkuu mpya wa ujasusi wa nchi hiyo. Muda mfupi tu baada ya kumteua, Netanyahu amemshukuru Eli Shavrit, kamanda wa zamani wa jeshi la wanamaji, kwa nia yake ya kuchukua jukumu hilo wakati wa mkutano wao. Ofisi ya Netanyahu imesema siku jana Jumanne kuwa kiongozi huyo alimwarifu waziri huyo baada ya kutafakari kwa kina kwamba anataka kuangalia wagombea wengine. Hata hivyo, hakuna sababu zozote ambazo zilitolewa kuhusu utenguzi huo. Siku ya Jumatatu, ofisi ya Benjamin Netanyahu ilitangaza kuwa waziri huyo atachukua nafasi ya Reuven Bar kuwa mkuu wa shirika la kijasusi la Israeli. Ama katika upande mwingine, wizara ya afya ambayo inaongozwa na Hamas huko Gaza imesema kuwa takribani watu 1042 wameuawa katika eneo la Palestina tangu Israeli ilipoanzisha tena mashambulizi makubwa ya anga Machi 18. Penzi mtazamaji, moja kwa moja twende tukaangalie kile ambacho kinaendelea nchini Marekani, ambapo tunaambiwa kwamba Rais Trump kuhudumu muhula wa 3 Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hakuwa anafanya masihala alipotamka kwamba anataka kuwania muhula wa 3 madarakani, lakini hakufafanua ni kwa namna gani angeliweza kukiuka katiba ya Marekani. Kipengele cha 22 cha katiba ya Marekani kinasema kwamba hakuna mtu yoyote atakayechaguliwa kushika nafasi ya rais kwa zaidi ya mihula miwili. Marekebisho katika katiba hiyo yalifanyika mwaka wa 1951 baada ya Rais Frank D. kujiongezea mihula mingine miwili madarakani. Rais huyo alitokea katika chama cha Democrat, aliyekuwa rais wakati wa vita vya pili vya dunia. Alihudumu kwa muhula mitatu
na kuaga dunia miezi kadhaa baada ya kuingia muhula wake wa 4 kama rais wa Marekani mwaka 1945. Wayne Anga, profesa wa sheria katika chuo kikuu cha Queens, pia alisema katiba ilikuwa wazi kabisa kwamba marais wanatakiwa kuhudumu mihula miwili ya miaka 4. Amesema kwamba anachokifanya Trump hakijawahi kushindaniwa mahakamani, lakini bila shaka jaribio lake haliwezi kufua dafu. Amesema kwamba anakadiria kuwa mahakama ya juu kabisa haitaruhusu hilo kutokea. Suala hapa linazuiliwa ni je, washirika wa Trump wanaweza kubadilisha katiba? Jibu ni ndio, lakini haiwezekani wakati huu ambao inashuhudiwa migawanyiko ya kisiasa kati ya vyama vya Democrats pamoja na Republicani. Mabadiliko yoyote ya katiba yanahitaji theluthi 2 kuungwa mkono katika mabunge yote mawili ama kongamano kuitishwa na theluthi 2 ya majimbo na baadaye kuridhiwa na wabunge wa majimbo 38 kati ya 50 yaliyopo. Chama cha Republican kinashikilia wingi wa viti bungeni kwa kuwa na wabunge wengi katika mabunge yote mawili ambayo yanadhibiti majimbo takriban 28 nchini Marekani. Andy Ogay, Republican na mwakilishi katika jimbo la Tennessee na mfuasi mkubwa wa Rais Donald Trump, mwezi wa Januari alipendekeza kanuni ya 22 katika katiba ya Marekani ifanyiwe marekebisho ili kuruhusu watu kushika nafasi ya urais katika muhula wa 3 ambayo iliyofuatana. Muhula wa kwanza wa Trump ulianza mwaka wa 2017 na mwingine ukafuatia mwaka huu wa 2025, na hivyo haikuwa ni muhula ambayo imefuatana. Kwa hiyo basi marekebisho hayo yakiridhiwa, basi Trump anaweza kushika tena nafasi ya rais mwaka wa 2029. Swala jingine ambalo limeulizwa ni je, Trump anaweza kuhudumu kama makamu wa rais wa Marekani? Katika mahojiano na shirika la habari la NBC, Trump alisema kwamba jambo jingine ambalo linaweza kufanyika ni makamu wake wa rais JD Vance kuwania urais mwaka wa 2028 kisha mteue mwenyewe Trump kuwa makamu wake, na baadaye Vance atajiuzuru kama rais, hali ambayo inampa Trump tiketi ya moja kwa moja kuwa rais wa Marekani. Lakini Trump hata hivyo haruhusiwi kuwania nafasi ya kuwa makamu wa rais kwa sababu itakuwa ni katiba haimruhusu kuwa rais. Inavyosema mtu asiye kubalika kushika nafasi ya rais hawezi kushika nafasi ya kuwa makamu wa rais. Mpenzi mtazamaji, hayo ndio ambayo yanaendelea nchini Marekani kutokana na kisanga hicho cha rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba atataka tena kuwania nafasi ya 3 katika madaraka ambayo ameyashikilia kwa sasa. Na tukimaliza na taarifa hii ambapo tunaambiwa kwamba nchi za magharibi zimeituhumu China kwa kutumia sheria ya usalama wa mataifa ambayo imeiwekea Hong Kong kuwatia gerezani anakuambia wanaharakati wa demokrasia na kufunga vituo vya habari pamoja na mashirika ya kiraia. Marekani imewekea vikwazo maafisa 6 wa vyeo vya juu kabisa kutoka China na Hong Kong katika kile ambacho inakiita kuwa ni ukandamizaji wa kimataifa na kudhoofisha uhuru wa Hong Kong. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza siku ya Jumatatu kuwa watu hao wametumia sheria yenye utata ya usalama wa taifa, sheria ambayo inaipa serikali ya Hong Kong nguvu zaidi kukandamiza upinzani, kuwalenga wanaharakati ambao wanaunga mkono demokrasia wakiwemo wa Marekani. Waliowekewa vikwazo ni pamoja na Dong Jiweng, afisa wa zamani wa ngazi ya juu kabisa katika shirika la kijasusi la kiraia la China ambaye sasa anaongoza ofisi ya Beijing ya kulinda usalama wa taifa huko Hong Kong. Maafisa wengine ambao walilengwa katika vikwazo hivyo ni Son au Dick Wong, Margaret Chiu, kamishna wa polisi wa Hong Kong, Raymond Siu pamoja na Paul Lam, katibu wa sheria katika jiji hilo. Ni hayo ambayo nimekuandalia asubuhi hii hapa, mpenzi mtazamaji wa Mpimbwe Home. Endelea kufuatilia channel yako hii hapa kwa habari zaidi.